Vizuri mheshimiwa Kuchauka, ni kweli Lindi kule wanachukua umeme kutoka kwenye kituo chetu cha Mahumbika, ni mbali sana. Ukienda Liwale kwa mheshimiwa Kuchauka umeme unakatika sana. Jamani waheshimiwa wabunge, umeme haukatiki si kwa sababu hakuna umeme, unakatika kwa sababu ya miundombinu. Na mimi waheshimiwa wabunge nataka niwape taarifa ndogo. Juzi tumezindua taarifa ya EWURA hapa. Wakati tumezindua ile taarifa ya EWURA tumeonyesha kwa mwaka mmoja tatizo la kukatika umeme limepungua kwa kiasi gani. Na hii tulikuwa tunazungumza mpaka tunakuja kumaliza mwaka 2024. Mheshimiwa Spika, kukatika kwa umeme katika nchi yetu kwa taarifa ya EWURA iliyofanywa utafiti imepungua kwa 48%. Na dakika za kukatika umeme zimepungua kwa 64%. Tulikotoka Mheshimiwa Spika, hali ilikuwa mbaya zaidi kuliko tulivyo hivi sasa. Mahali pengi ukiona umeme unakatika ni mahali ambako tunatengeneza miundombinu. Waheshimiwa wabunge, lazima tukubali kwamba hatuwezi kula keki na tukabaki nayo. Wakati tunajenga hii miundombinu ni lazima tutazima umeme mahali fulani ili tuweze kujenga hiyo miundombinu. Hivi Mheshimiwa Spika, kama tumetoka kwenye dakika 1536 mwaka 2022 mpaka dakika 554 mwaka 2024, tumepunguza kukatika kwa umeme kwa 68%. Naomba mtuamini. Naomba mtuamini kuwa hili jambo tunalifanyia kazi. Tena tunalifanyia kazi. Na Mheshimiwa Spika, hakuna jambo linakera wananchi kama kukatika umeme, hasa kama hawajapewa taarifa. Na ndio maana tumeamua kituo chetu cha huduma kwa wateja tukiimarishe. Umeme unapokatika watu wapewe taarifa. Tulizoea kutoa tangazo tu mara moja tunawapa taarifa kwamba umeme umekatika kwa sababu hizi na hizi. Tumeamua kila wilaya, kila mkoa kuwe na magrupu ya WhatsApp. Meneja kazi yake awe admin kwenye yale magrupu kuwapa taarifa watu. Maana siku hizi wananchi hata mimi wananiandikia message. Umeme ukikatika wanakuandikia message. Na mimi natamani sana waendelee kufanya hivyo. Kwa sababu kwa kufanya hivyo wanatuhold accountable, kila mmoja kujua wajibu wetu kuwapatia umeme wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, jambo moja lenye upekee ambalo nimelisikia hapa ni kuhusu transformer 5 ambazo zimeungua Ngara. Limenisikitisha na likaniogopesha kwamba transformer 5 zinaungua halafu hatujafanya kazi. Mheshimiwa Spika, baada ya kufuatilia pia nimegundua kwa mkandarasi aliyepewa ile kazi, hizi transformer zilikuwa chini ya uangalizi wake. Kwa alipewa wajibu wa kuzibadilisha ili waweke transformer nyingine. Nimewaelekeza leo TANESCO kwamba sisi tupeleke hizo transformer, wananchi wasihangaike. Halafu ninyi TANESCO mdaiane na huyo mkandarasi. Na kwa sababu hiyo wananchi wa Ngara ndani ya wiki hii mpaka wiki inayokwisha transformer zote zile ziwe zimebadilishwa na wananchi wapate umeme bila matatizo yoyote. Hoja nyingine Mheshimiwa Spika ni upungufu wa wafanyakazi ambao waheshimiwa wabunge wameieleza. Nataka kutoa tu taarifa kuwa tumepata kibali cha kuajiri watumishi 570 kwa mwaka wa fedha 2024/25. Utaratibu unakamilishwa watumishi hao waweze kupangiwa majukumu hayo, lakini vile vile serikali imepanga kuajiri watumishi wengine 1000 katika mwaka wa fedha 2025/26 ili kukabiliana na changamoto ya upungufu wa watumishi kwenye maeneo mengine. Mheshimiwa Spika, kadri tunavyoendelea kusambaza umeme ndivyo mahitaji yanavyoongezeka ya watu wa kuhudumia hizo line. Kwa hiyo tumepata nafasi ya kuajiri watu wengi zaidi ili tuweze kufanyia kazi. Limezungumza swala la vitendea kazi hususan magari ili kupunguza changamoto ya usafiri huo katika wilaya za TANESCO. Mwaka wa 2024/25 serikali imefanya manunuzi ya magari 50 ambapo magari hayo yamesambazwa katika mikoa na wilaya zenye uhitaji mkubwa. Magari hayo yanatarajia kupelekwa mwezi Agosti, na aidha itakapofika Septemba 2025 magari haya yatakuwa yamefikishwa katika maeneo hayo. Lakini kwenye mwaka huu wa fedha Mheshimiwa Spika, kwenye bajeti hii tunayoomba, TANESCO imetenga fedha za kununua magari 200 ili kuendelea kupunguza changamoto hii ya kuwapatia huduma wananchi. Mheshimiwa Spika, hayo ndiyo machache nilitaka nichangie na kujibu hoja kwa waheshimiwa wabunge. Lakini nimalizie kwa kuwashukuru tena waheshimiwa wabunge kwamba mmetutendea wema mwingi mno kwa kutusimamia na kutushauri.